Afya ya Watanzania leo ni bora kuliko miaka mingine yote iliyopita. Ushahidi upo. Kujaribu kuangalia, tumeweza kushusha vifo vya wakina mama wakati kujifungua, tumeweza kushusha vifo vya watoto wadogo chini ya miaka 5, tumeweza kuongeza umri wa kuishi. Watanzania sasa wanaishi miaka 70. Life expectancy ni miaka 70. Wakati wa uhuru wetu ilikuwa ni miaka 47. Ukitaka kujua nchi imeboresha afya yake ni umri wa kuishi. Watanzania wanaishi miaka 70. Zamani wakati wa uhuru tulikuwa na miaka 47 tu. Miaka 47 ndio ilikuwa life expectancy. Sasa hiyo ni ushahidi kwamba afya ya Watanzania inazidi kuboreka. Tunapitisha budget ya trilioni 1.6. Ni historia, haijawahi kutokea. Mimi nampongeza sana Mheshimiwa Rais na niombe wabunge wote kwa ujumla wetu tupitishe bajeti hii bila kuipunguza hata senti ili tuweze kuokoa maisha ya watu wetu. Sasa jambo ambalo nataka niongelee hapa ni kuhusiana na tatizo la homa ya ini hapa Tanzania. Nimeshaongea sana swala hili. Tangu nimeingia bungeni siku ya kwanza nilikuwa hoja yangu. Na hii ni kwa sababu mwaka 2014 niligundua kwamba prevalence rate maana yake nini? Yaani katika watu 100, asilimia ngapi wana ugonjwa? Niligundua kwamba ilikuwa juu sana katika nchi yangu, ilikuwa ni 6%. Hiyo ni mwaka 2014. Nikaona hili ni tatizo. Nikaanza kampeni nchi nzima, wanaokumbuka watakumbuka, kuhamasisha juu ya ugonjwa huu hatari ambao unachukua maisha ya watu sana. Ni ugonjwa hatari kuliko ukimwi. Nilifanya kazi hiyo, lakini baadaye nikashauriwa na serikali kwamba niache kwa sababu ilikuwa inasababisha taharuki. Lakini tumezidi kuendelea mpaka leo ninavyozungumza na nyinyi hapa. Prevalence rate ya homa ya ini kwa Tanzania bado iko 6 na inaelekea 7, na wanasema 6 kati ya 6% mpaka 8%. Ni juu mno. Shirika la Afya Duniani limesema ugonjwa huu ufutike duniani mwaka 2030. 2030 ni miaka 5 ijayo. Na hii ina maana kwamba kwa vyovyote vile haitawezekana kufuta huu ugonjwa. Sasa naongea hivi kwa sababu naona kama tunaweza kabisa kuokoa maisha ya watu wetu. Tunaweza kuondosha huu ugonjwa kama ambavyo Namibia wamefanikiwa kupunguza idadi ya ugonjwa huu. Na inawezekana mwaka 2030 Namibia kufanikiwa kuondoa kabisa. Ninapozungumza hivi, nikimgusa huyo bwana kama nina ugonjwa huu na anaambukizwa kwa jasho. Sasa nasema hivi kwa sababu mimi naamini tunaweza kuondoa ugonjwa huu kwa mambo makubwa matatu. Moja ni chanjo. Kwa sababu ugonjwa huu na chanjo, tuwachanje watu wetu. Ndio nilichozungumza bungeni. Tuwachanje watu wetu. Na nitakwambia inawezekana kabisa kuchanja na tukachanja bila gharama kubwa. La kwanza, Tanzania ina watu milioni 60. Na sayansi inasema ukichanja watu 90% ya watu wako, wale 10% hata usipowachanja utakuwa umeondosha ugonjwa huo kwenye jamii yako. Sasa hii inaitwa herd immunity. Sasa Tanzania ina watu milioni 60, ukichanja 90% na maana ni watu milioni 54. Ukichanja milioni 54 tu ugonjwa huu unafutika. Sasa milioni 54 hii ni wakumbusha wa Tanzania na nyie mnielewe kwamba mwaka 2002 Rais Mkapa marehemu aliamua kuwachanja watoto wote wanaozaliwa. Kwa hiyo ina maana 2002 mpaka leo 2025 ina maana vijana wote wenye miaka chini ya 25 wameshachanjwa. Kwa sababu kila mtoto aliyezaliwa 2002 alichanjwa. Ina maana asilimia 70 ya Watanzania, asilimia 70 ya Watanzania ni vijana chini ya umri wa miaka 25. Ina maana asilimia 70 ya vijana walioko Tanzania wamechanjwa. Ukichukua sasa milioni 54 ambao nimeongelea pale mwanzo kwamba milioni 54 ambao ni asilimia 90, ukitoa hawa asilimia 70, ina maana utakuwa ukitoa milioni 54 toa asilimia 70 ambao ni milioni 37 na laki 8, ukitoa unaona unabaki na milioni 16 na laki 2 tu ambao wamebaki ili tutimize idadi ile ya asilimia 90. Je, kama taifa tumeshindwa kuchanja watu milioni 16 laki 2? Chanjo moja ya homa ya ini, chanjo moja ya homa ya ini, ukinunua kiwandani chanjo moja inakugharimu shilingi 1,400. 1,400 chanjo moja. Sasa kama 1,400, mtu anahitaji chanjo 3. Ina maana jumla yake ni 4,200 unaweza kumchanja mtu akawa amekingwa kabisa asiugue ugonjwa huo. Sasa kama mtu mmoja milioni 4 laki 2, kweli nchi yangu imeshindwa kunichanja mimi kwa milioni 4 laki 2, 4,200? Haiwezekani.
Maana ukiwachanja watu wote hawa waliobaki milioni 16 inagharimu kiasi cha bilioni 68 tu. Bilioni 68 kwa Tanzania haina? Hapana. Sasa mimi nimezungumza bungeni na nikamwambia hivi, uko uwezekano wa kuwachanja hao watu milioni 16 na laki mbili ili tutimize lengo la 90% ya Watanzania tupate kinga ya jumuiya yetu yote nzima. Sasa nimezungumza ndani, nafafanua hapa. Na ndani wakumbushe, Mheshimiwa Waziri nimkumbushe ya kwamba liko shirika duniani linaitwa Global Alliance for Vaccination Initiative, Gavi. Gavi huwa wanatoa fedha kwa nchi maskini ili ziweze kuwachanja watu wake. Waziri aandike andiko wapelekee Gavi waweze kuchukua sehemu ya gharama ya kuchanja watu milioni 16 na laki mbili. Kuna shirika jingine linaitwa CDAF, yani Center for Disease Analysis Foundation. Hawa nao pia huwa wanasaidia nchi maskini kununua chanjo viwandani moja kwa moja kwa jumla ili chanjo ipungue bei kwa 50%. Sasa kama chanjo ikipungua kwa 50%, na maana mtu mmoja kumchanja itakuwa ni 4200 gawa kwa 2. Sawa. Hiyo inakuwa ni sawa sawa na 4200 gawa kwa 2, inakuwa kama 2100 hivi mtu mmoja kumchanja. Sasa kama tutapunguza kwa 4200 mpaka 2100 kumchanja mtu mmoja, naamini ya kwamba Tanzania inaweza kabisa kuwaepusha watu na ugonjwa huu. Ndugu zangu, tukubaliane. Homa ya ini ipo, watu wanakufa, watu wanaambukizwa. Familia zetu zimepoteza watu wengi sana kwa ugonjwa huu. Na ninavyoongea hivi sasa na nyinyi, kuna mtu marifanya anaambukizwa. Hakuna atoe elimu ya kutosha. Kama tuweza kufanya kampeni ya sensa kiasi kile, tunaweza kufanya kampeni dhidi ya homa ya ini na watu wakajiepusha na ugonjwa huu. Mimi nafikiri ya kwangu ya kusema ni hayo. Naiomba sana serikali yangu iwachanje watu wake, na inawezekana kwa sababu waliobaki ni wachache sana, ni milioni 16 laki mbili, na gharama ya kuwachanja watu hawa peke yake ni bilioni 68. Bilioni 68 sio pesa ya kushinda nchi yangu. Kazi ya serikali ni kuokoa maisha ya watu. Naomba sana serikali yangu inisikie, tuokoe maisha ya Watanzania. Mtanzania mmoja maisha yake yakiokoka ni sifa na heshima kubwa sana kwa serikali.